haifai kuifanyia kazi hadithi dhaifu mutlaqan. Ni mamoja ni katika mambo fadhailul a'mal au mingineyo. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulih al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد nimekaririka kusomesha kitabu hiki katika maahadi hii markazi hii markaz Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na halaqat al-ilmiyya zaidi ya mara moja kusoma kitabu hiki al-Matn al-40 an-Nawawiyya cha al-Imam al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin يحيى بن شرف بن مري النووي غفر الله تعالى ورحمه. Na imeonelewa kwamba kirejewe tena kwa wanafunzi maalumu waliokihifadhi wanaotoka kwenye kismu cha hifdhul mutun. Kwa baada ya kuhifadhi wanatakiwa wasomeshwe maana yake. Tutatumia muda huu kusoma kitabu hiki, na iliyokuwa bora zaidi katika namna ya kuanza kusoma kitabu ni kukiarifisha kitabu na mtunzi wake, kadhalika kusomwa mukaddima wake. Kitabu kilichoko mbele yetu ni kitabu adhim kilichokusanya maneno adhim ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana wanawachuoni wengi wa zamani na wa sasa wamepatiliza sana kukisomesha kitabu hiki kwa kuwa kimekusanya misingi ya Uislamu na misingi ya hukumu. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala amekusanya kwenye kitabu hiki hadithi 42 katika jawami'ul kalim, maneno machache yaliyokusanya maana mengi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtunzi wa kitabu hiki ni al-Imam al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin, ndio lakabu yake. Jina lake ni Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Hussein ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، نبيل اسمه النواوي الدمشقي، ambaye amezaliwa katika mwezi kama huu wa Muharram mwaka wa 631 min al-Hijra kwenye mji wa Nawa ambao katika maeneo ya Damascus. Amezaliwa Syria, Damascus, katika sehemu ya An-Nawa. Aliishi katika uangalizi wa baba yake na malezi yake baba yake, na akakulia katika masuala ya ilmu. Mmoja katika wanafunzi wake Ibn Attar anaeleza kwamba Sheikh wangu Yasin bin Yusuf Al-Murrakishi rahimahullah anaeleza kwamba amemuona Sheikh Muhyiddin na hali ya kuwa bado ni kijana wa miaka 10 huko sehemu za An-Nawa, wasibianu yakrihunahu ala al-la'ib ma'ahu, na hali ya kuwa watoto walikuwa wakimteza nguvu, wakimlazimisha kucheza naye acheze pamoja na wao, wa huwa yahrub minhum wa yabki liikrahihim, na hali ya kuwa anawakimbia watoto na analia kwa sababu ya kule kulazimishwa. ويقرأ القرآن في تلك الحال، na alikuwa akisoma Qur'ani katika hali hiyo. Fawaqa fi qalbi mahabbatun, kaingia katika moyo wangu mapenzi yake kumpenda yeye. Waja'alahu abuhu fi dukani, baba yake akawa amemweka dukani kwake. Faja'ala la yashtaghilu bi bai'i wa shira'i 'an al-Qur'an, ameweka pale dukani, lakini ikawa yeye hajishughulishi na masala ya kuuza wala kununua
wa kuiacha Qur'an. Yeye anaendelea na Qur'an au mwingine anaendelea. Baba yake akamleta katika mji wa Dimashq akiwa na miaka 19 na kuanzia hapo ndio akaanza kutafuta ilmu kutoka kwa maulama sasa kupitia kusoma fani mbalimbali katika fiqh na hadithi na lugha. Na Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala ni katika kibaru muhaqqiq al-madhhab al-Shafi'i, wanachuoni wakubwa katika madhhab ya Shafi'i, bali ni muhaqqiq wa hii madhhab, mpaka ikisemwa shaykhul madhhab anakusudiwa al-Imam An-Nawawi, na ikisemwa shaykha al-madhhab, mashaykh wawili wa madhhab anakusudiwa yeye al-Imam An-Nawawi na al-Imam Ar-Rafi'i. Lakini shaykhul madhhab ni yeye ndio aliyatengeneza na kuyaweka katika muundo mzuri kabisa madhhab haya al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, kama anavyosema Suyuti muharrirul madhhab wa muhadhibu. Yeye ndiye alikuja kuihariri madhhabi na kuyatakasa, wa muhaqqiquhu wa murattibuhu, ndiye aliyekuja kuihakiki na kuyapangilia. Imamu ahli al-asr ilman wa ibada, alikuwa ni imamu katika zama hizo kwa ilmu na ibada. Wa sayyidu awanihi wara'u wa siyada, na alikuwa ni bwana katika wakati wake kwa wara', kujichunga kuacha haramu, na katika ubwana. Na akasema tena al-Imam As-Suyuti rahimahullah fihi fabihi thabbata Allahu arkan al-madhhab, kwa kupitia yeye Allah akathibitisha nguzo za madhhab ya Shafi'i wal qawaid, wa bayyana muhimmat ash-shar'i wal maqasid. Alhasil, al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala amebobea katika fununi mbalimbali, ikiwemo fani ya lugha, ikiwemo fani ya hadithi. Ni muhaddith na ameandika vitabu vingi vya hadithi na amesherehesha shuruhat. Kadhalika amebobea sana katika ilmu ya fiqh, hasa ya madhhabi ya Shafi'i. Na miongoni mwa mashaikh zake waliomsomesha ni al-Imam Jamaluddin Abdul Kafi bin Abdul Malik bin Abdul Kafi ad-Dimashqi, na mufti wa Sham Tajuddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Fazari, kadhalika al-Qadhi Abu al-Fath Umar bin Bundar na wengineo wengi kabisa. Miongoni mwa hao ni al-Imam Ibn Malik sahibu al-Alfiyya. Katika walimu wake waliomsomesha lugha na masomo mengineyo ni al-Imam Ibn Malik mwenye hii Alfiyya ambayo inahifadhiwa. Na inasemekana yale maneno aliyosema katika Alfiyya, wa rajulun min al-kirami indana, anamkusudia an-Nawawi mwanafunzi wake. Wa hal fata fikum fama khillun lana ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم ما لم يقل. kwa anasema kwamba ورجل من الكرام عندنا anamkusudia mwanafunzi wake al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ameandika vitabu vingi kama nilivyosema, lakini ameisherehesha kitabu, amesherehesha Sahih Muslim, kitabu chake Kitab al-Minhaj wa sharh Muslim bin Hajjaj. Ameandika Riyadhus Salihin, kitabu maarufu mashuhuri. Ameandika Rawdatut Talibin, kitabu cha fiqh katika madhhab ya Shafi maarufu vile vile. Ameandika kitabu al-Adhkar maarufu, al-Adhkar an-Nawawiyya. Ameandika At-Taqrib wa At-Taysir ambayo Imam An-Nawawi, Imam Suyuti amekuja kuisherehesha. Akaandika Tadribu ar-Rawi في شرح تقريب النواوي. تدريب الراوي ni sharhi ya kitabu cha mustalah alhadith kilichoandikwa na al-Imam An-Nawawi, lakini pia ameandika kitabu hiki Matnul Arba'in an-Nawawiyya. Pia ameandika Tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an. Ameandika vitabu vingi, na pamoja na kuandika vitabu vyote hivyo na khidma ya ilmu, lakini alifariki akiwa na miaka 46. An-Nawawi amefariki akiwa na umri wa miaka 46, ambapo leo mtu wa miaka 46 anasoma kaida
au ajifunze kusoma Qur'ani au ndo atafuta si vitu gani. Yeye amemaliza umri wake akiwa na umri wa miaka 46 na alikuwa ni imamu katika wakati wake. Lakini cha kusema pia katika vitabu vikubwa alivyoviacha ambavyo hakuweza kuvikamilisha kwa sababu mauti yalimfikia kabla ya kukamilisha, ni ile mawsu'a adhima ya fiqh ambayo ni kitabu al-Majmu' ambayo ni sharh ya al-Muhadhab ya al-Imam al-Shirazi. Ameandika ile kitabu, amefika mbali lakini hakukamilisha, akafariki. Kadhalika katika vitabu ambavyo havijakamilisha ni Tahdhibu al-Asma'i wal-Lughat, hakukamilisha. Lakini ameandika vitabu vingi vyenye faida, vyenye maana ambavyo umma wa Kiislamu leo unanufaika nayo. Lakini jambo ambalo natakiwa lisemwe na Ahlus Sunna, wao huwa hawaogopi hilo, huwa wanasema ma lahum wa ma alayhim na al-haqq yuqal, ni kwamba al-imam pamoja na khidma yake kubwa aliyoifanya, lakini kutokana na hali ya mazingira aliyoishi na mashekhe aliyosoma kwao, alikuwa ni katika muawili wa ayati sifat, yani alikuwa katika ash'ira. Kwa ufupi alikuwa katika ash'ira. Ghafara Allahu lahu wa rahimah. Kwa hiyo haya ni maelezo mafupi kuhusiana na kitabu hiki na mwandishi wake. Sasa tusome utangulizi wa kitabu hiki. Mara nyingi watu husoma kitabu hiki wakaanza hadithi ya kwanza tu moja kwa moja, yani hadithi inayosema innamal a'malu binniyat, lakini Imam an-Nawawi ameandika mukaddima wa kitabu hiki, tunapaswa kusoma. Naam, iqra ayuha al-qari, soma. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بالجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم. مؤلف وبيانزل بسم الله الرحمن الرحيم وأجل يكويفواتا نكويق القرآن الكريم، كذلك كويق متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ilivyokuwa ada yake katika uandishi wa barua zake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akayafungua maneno yake bilhamdulillah, akasema alhamdulillahi rabbil alamin. Al hapa ni istighraq, kwa hiyo inakuwa alhamdu kwa maana sifa njema zote. Alhamdu, sifa njema zote lillahi, zinamstahiki Allah. Alhamdu yani jami'u anwa'i almahamid lillahi azza wa jalla, maana sifa njema zote zinamstahiki Allah azza wa jalla. Rabbil alamin, Bwana Mola mlezi, yote maana yake Bwana wa viumbe. Alalamin, Rabbil alamin,
bwana wa viumbe, kwa sababu alamin ni jamu ya alam, na alam jamiu ma siwa Allah azza wa jalla inakuwa ni alam, kila kisichokuwa Allah basi hicho ni alam, na wingi wake ni alalamin. Kwa hiyo sifa njema zote zinamstahiki Allah, bwana wa viumbe, yani viumbe wote. Qayyumi as-samawati wal ardhin, mwenye kuzisimamia mbingu na ardhi, yani alqaim bi amri as-samawati wa ahliha wal ardhina wa ahliha, yeye ndiye mwenye kusimamia, mwenye kuyasimamia mambo ya waja, ndio alqayyum. Alqayyum as-samawati, qayyum as-samawati wal ardhin, mwenye kuzisimamia mbingu na ardhi, yeye ndiye ambaye anazisimamia mbingu saba na ardhi saba. Alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun mudabbir al-khalaiq ajma'in. Pia unaweza kusema kwa rafu katika qayyum, au kusema kwa badali qayyumi, sawa, hizo zote mbili zitafaa. Mudabbir al-khalaiq ajma'in, mwenye kuwaendesha au mwenye kuwapangilia viumbe wote. Hakuna yeyote anaweza kutoka nje ya mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'ith ar-rusuli, mwenye kuwapeleka mitume, yani kuwatuma mitume ila umamihim, yani watuma kwa umati zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila athqalain al-jinn wal-ins, salawatuhu wa salamuhu alayhim, swala zake na salamu zake ziwe juu yao hao mitume, swala zake na salamu zake ziwe juu yao. Amewatuma ila almukallafin, wapeleka kwa wenye kukalifiwa na sheria, yani majini na watu. Wametumwa hawa mitume, wamepelekwa kwa watu wenye kukalifiwa na sheria, au kwa wale ambao wamekalifiwa na sheria, wawe ni majini au watu, isipokuwa watoto wadogo na wenda wazimu na waliolala, hawa sio katika mukallafin, mpaka watakapo, kama ni mtoto mdogo mpaka abaleghe, mwenda wazimu mpaka hapa atoke katika wazimu, aliyelala mpaka amke, taklifu itakuwa imemuondokea. Lakini wote hawa wametumwa, mitume imetumilizwa kwa watu, ile taklifu inaondolewa kwa baadhi yao. Lihidayatihim, kwa ajili ya kuongoza wao, lihidayatihim, kwa ajili ya kuongoza wao, wa bayani shara'i ad-din, na kwa ajili ya kubainisha sheria za dini. Mitume wao ndio wanaobainisha sheria ya dini, na kila mtume amepewa sheria yake. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kama anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kila mmoja tumejalia miongoni mwenu sheria na njia ya kupita, wakaekewa sheria na njia, shir'atan wa minhaja sabilan wa sunna, kama anavyosema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, fashir'atu hiya as-sunna wal minhaju huwa as-sabil. Kadhalika anasema wabidalail alqat'iyya, kwa dalili zenye kukata, yani dalili ambazo hazina shaka ndani yake, kwa Qur'an au alkutub almunazzala kama vile at-Taurat wal-Injili waz-Zabur, au suhuf za Ibrahim na Musa, wote hao wamepelekewa ad-dalail alqat'iyya. Ahmaduhu, na muhimidi ya Allah ala jami'i ni'amihi, juu ya neema zake zote. Neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na mkizihesabu neema za Allah hamtazidhibiti. Neema zake ni nyingi. Kwa ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, na muhimidi yeye juu ya neema zake zote. Wa as'aluhu almazida min fadlihi wa karamihi, na namuomba yeye ziada katika fadhila zake na ukarimu wake, anizidishie mimi fadhila na ukarimu, sababu la in shakartum la azidannakum, mkishukuru tawazidishia. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, na nashuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, hali ya kuwa peke yake. La sharika lahu, hana mshirika, litafsiri ya wahda au taakidi yake. Alwahidul qahhar, aliye mmoja mwenye kuwatenza nguvu waja. Allah yuko mmoja peke yake, lakini yeye ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja,
hakuna mtu anaweza kufanya atakalo katika ulimwengu huu bila utashi wa Allah, na lile alilopanga Allah ndilo litakalokuwa, kwamba wewe utalala, utaamka, utakufa, utaumwa, huna khiari katika hilo, kwamba sasa wakati wako wa kufa hilo lazima lipite. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammada abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba bwana wetu Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, afdalul makhluqin, mbora wa viumbe, yani bila nizaa. Jambo hili halina utesi, halina utata ndani yake, yani afdalur rusuli fadlan an ghayrihim. Ya Allah ndivyo anavyofanya, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha viumbe vyake baadhi yao juu ya baadhi nyingine, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'an al-aziz, mwenye kukirimiwa kwa kupewa al-Qur'ani iliyotukufu. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mtume sallallahu alaihi wasallam akampa sharafu ya Qur'an, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik, ameambiwa hivyo. Kwa ni mukarram mufaddalun ala ghayrihi bi kalamillah wa bis sunan al-mustanira, na amekirimiwa vile vile mwenye kukirimiwa kwa sunna zenye kutoa nuru, lilmustarshidin, kwa wenye kutaka uongofu, almustanira ay almunira, wenye kutoa nuru, lilmustarshidin ay talibir rashadi, kwa wenye kutaka uongofu, almakhsusu bijawami'il kalim, mwenye kuhusishwa kwa mkusanyiko wa maneno, kwa maneno yenye kukusanya au maneno machache yenye kukusanya maana nyingi. Muradi wa jawami'ul kalim ni alladhi yajma'u al-ma'ani al-kathira fi al-alfadh al-qalila, ile ambayo anaweza kukusanya maana nyingi katika matamko machache. Wa samahati din, na wepesi wa dini, kwa sababu dini ya Uislamu ni dini al-hanifiyyati samha, dini nyepesi kabisa. Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, hakika dini ni nyepesi na hashindani na dini mtu yeyote isipokuwa itamshinda. Ndio maana tukaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alaykum min al-amali ma tutiqun, basi lazimianeni nyinyi katika amali kile kiasi ambacho mnakiweza, kwa sababu dini imekuja kwa samaha. Kwa hiyo samahatu din, salawatullahi wa salamuhu alayhi, sala za Allah na salamu zake zimshukie juu yake, wa ala sa'ir nabiyyin, na waliobakia katika mitume, wal mursalin, manabii na mursalin, wa ali kullin, wa tanwini, wa ali kullin, na jamaa wote wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sa'iri salihin, na baki watu wema, wa ali kullin, yani tanwinu iwad takdiri ali kulli wahid minhum, jamaa wa kila mmoja katika hao mitume na anbiya wal mursalin. Na al-asli katika neno al, yani al-ahl, na wanaingia al-azwaj wal aqarib, sawa. Wasairi salihin, na waliobaki katika wema. Neno sa'ir hutajwa na maana ya al-baqi, lakini pia inatajwa na maana ya al-kull, lakini hapa ina maana ya baqiyatu salihin, na waliobakia katika watu wema. Wa ali kullin, na jamaa wote wa hao mitume. Wasairi salihin, na waliobakia katika watu wema. Neno sa'ir tutlaqu ala al-baqi wa tutlaqu ala al-kull, wal murad huna baqiyatu as-salihin. Amma ba'd, ama baada yaliyotangulia, amma ba'du, ama baada yaliyotangulia. Ba'du ni dharf qa'im maqam ash-shart, mabni ala ad-dhamm lihadf al-mudaf ilayhi ma'niyatihi, wad-dhamm nahwu qablu wal ma'na nuwi lima lahu yudhafu in yuhdhaf ruwi. Kwa hiyo inasema amma ba'du, na ndio afsah kuliko kusema wa ba'du. Watu wengi husema wa ba'du au thumma amma ba'du, hakuna thumma. Wa ba'du watu husema, lakini sio afsah. Ilikuwa afsah ni kusema amma ba'du, sababu amma ni harfu shart wa tafsil, na ba'du bali lipo ni dharf qa'im maqam ash-shart mabni ala ad-dhamm لحذف المضاف إليه. المضاف إليه مونdolewa pale maaniyati, sawa. Haya, faqad ruwina, hakika tumepokezeshwa sisi. Inasoma ruwina bi fathi ra'i, pia imekuja
na takhfifi ya bifathi rai wal waw rawaina imekuja hivyo lakini pia inasoma bi dhammi rai wa tashdid al waw ruwina na hili ndilo ambalo limepewa nguvu na Ibn Salah kwamba Imam an-Nawawi amesema hivi faqad ruwina hakika tumepokezeshwa sisi kwa maana tumetajiwa sisi kwa sanad ana Ali ibn Abi Talib kutoka kwa Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Muadh ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhum tuwapokezwa kutoka na wao wasaid na isnadi mbalimbali min turuqin kathiratin kupitia njia nyingi biriwayati mutanawwi'ati kwa riwaya mbalimbali kwa maana kwamba amepokelewa kutoka kwa jam'un ghafir min as-sahaba na kila sahaba ana ruwat na turuqi nyingi anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha atakayehifadhi katika ummati wangu atakayewahifadhia ummati wangu hadithi 40 katika jambo la dini yake dini ya huo umma ba'athahu Allahu yawm al-qiyamati fi zumrati al-fuqaha wal-ulama atamfufua yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kundi la mafaqihi na maulama min amri diniha katika jambo la dini yake yani katika mambo ya ibada mambo ya muamalat mambo ya ukubat kwa hiyo dini inakusanya mambo ya Islam iman ihsan atakihifadhi hadithi atakayohifadhia ummati wangu hadithi 40 katika mlango huo basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfufua yeye katika kundi la watu mafaqihi na maulama tutoa maelezo kuhusiana na hadithi hiyo wa fi riwaya na katika riwaya nyingine ba'athahu Allahu faqihan alima atamfufua yeye Allah aliyekuli faqihi tena ni alim wa fi riwayati Abi Darda na katika riwaya Abu Darda wa kuntu lahu yawm alqiyamati shafi'an wa shahida na nitakuwa kwa siku ya kiyama ni shafi'an na ni shahid wa fi riwayatin nitakuwa ni muombezi kwake yeye na ni shahidi kwake wa fi riwayati Ibn Mas'ud qila lahu udkhul min ayi abwab aljannati shi'ta ataambiwa yeye ingia katika mlango wote wa pepo unaotaka wa fi riwayati Ibn Umar radiyallahu anhuma kutiba fi zumrati alulama ataandikwa kuwa katika kundi la maulama wa hushira fi zumrati shuhada'i na atafufuliwa kuwa katika kundi la mashahidi hii ni targhibun adhim katika hadithi hii pamoja na njia zake laiti ingesihi hadithi lakini al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasemaje ittafaqa al-huffaz ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquhu wameafikiana wanaochuoni mahuffaz juu ya kwamba hiyo ni hadithi dha'ifun ijapokuwa wameafikiana wanaochuoni mahuffaz kwamba hiyo ni hadithi dhaifu wa in kathurat turuquhu japo zikiwa nyingi njia zake hadithi hii ina njia nyingi lakini ni hadithi dhaifu na wanaochuoni wameafikiana juu ya hilo bali ni hadithi dhaifu shadidu dhaf inda ahli alilm hadithi yake ni dhaifu mno si dhaifu tu ni dhaifu mno وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم na soma haraka sikutoa nafasi ya kusoma kwa sababu tumalize mukaddima alafu tutasoma hadithi japokuwa 2-3 إن شاء الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم na kwa hakika wametunga wanawachuoni رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب katika mlango huu wa kuhimiza yani kuhifadhi hadithi ma la yuhsa min almusannafat kiasi ambacho hakithibitiki katika tungo kwa maana kuna vitabu vingi vinavyohusiana na 40 yas'ub hasruha au adduha ni vigumu kuzidhibiti tungo hizo au kuzihesabu ni vitabu vingi vimeandikwa kuhusiana na al-40 si 40 an-Nawawiyya peke yake wanaochuoni wengi wameandika al-40 na wengine wameandika 100 wengi tu
idadi haisabiki. Fa awwal man alimtuhu, sasa wewe sijui 40 ngapi, nijua hii 40 an-Nawawi peke yake. Sasa al-Hafidh an-Nawawi anasema fa awwal man alimtuhu sannafa fihi, mtu wa kwanza niliyemjua ambaye ameandika ametunga kuhusiana hizo 40 Abdullah ibn al-Mubarak, al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak الزاهد المجاهد المروزي، إمام فقيه ثقة، alisuhubiana Abu Hanifa, akakusanya ilmu nyingi na ni mmoja katika wanachuoni wakubwa wa hadithi. Thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-alim ar-rabbani, Muhammad bin Aslam bin Salim al-Kindi maulahum Abu al-Hasan at-Tusi, pia naye ameandika al-40. Thumma al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi, kisha al-Imam Abu al-Hasan ibn Sufyan bin Amir bin Abd al-Aziz Abu al-Abbas الشيباني النسوي محدث وخراساني katika wakati wake ameandika pia. Wa Abu Bakr al-Ajurri, na al-Imam Abu Bakr Muhammad bin Husayn bin Abdullah Abu Bakr al-Ajurri, al-Imam al-Muhaddith al-Qudwa, ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam an-Nasa'i, pia vile vile mwanafunzi wa al-Imam Abu Daud. An-Nasawi ndio mwanafunzi wa الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليهم. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر الفارسي. والدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسين أبو الحسن البغدادي الدارقطني، أعجوبة أهل زمانه في الحفظ والإتقان، صاحب السنن. والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، الإمام الحاكم في أميانك 40. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصفهاني تاج المحدثين وأحد الأعلام. وأبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي. وأبو سعد الماليني، أبو سعد الماليني أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو سعد الماليني الأنصاري الهاروي. وأبو عثمان الصابوني الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان النيسابوري بكتابه الإمام الصابوني عقيدة السلف، عقيدة السلف أصحاب الحديث، هذا كتابه. وعبد الله بن محمد الأنصاري محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، كتكوجا أنس بن مالك، عبد الله بن محمد الأنصاري. وأبو بكر البيهقي، أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي، معروف إمام كتاب السنن لفنجنابه. وخلائق لا يحصون، na makundi makubwa ya watu ambao hawadhibitiwi, min almutaqaddimin walmutaakhirin, katika waliotangulia mbele na waliokuja baadaye. وقد استخرت الله تعالى، فمنao yanasema nikamfanyia istikhara Allah hali yakuwa ametukuka, fi jam'i 40 hadithan, katika kuzikusanya hadithi 40, iqtidaan bihaula'i al-a'immati al-a'lam, kwa ajili ya kuwafuata hawa wanawachuoni waliotukufu wa a'lam, wa hufadhi al-islam, na mahufadhi wa Kiislamu. Na jambo bora la kufuata ni hili, mtu akaiga mwenendo kama huu, kwa sababu al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani, kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala humfadhilisha anayemtaka. Angalia vitabu vyote hivyo viliandika al-40 ya kadhi fulani, 40 fulani, lakini leo ukitaja watu 40 mbele ya talabatul ilmi basi hawajui illa al-40 an-nawawiyya. Wengi wao hawajui illa al-40 an-nawawiyya. Allah akaipa kabuli katika nyoyo za watu na watu wakawa wanaishughulikia. Waqad ittafaqa al-ulama, faida nyingine anaileta, inahitaji maelezo. Waqad ittafaqa al-ulama ala jawaz bil hadith ad-da'if fi fada'il al-a'mal, wama fi qiyana
wanawachuoni juu ya kujuzu, juu ya kufaa kuifanyia kazi hadithi dhaifu katika fadhailul a'mal, yani katika kuhimiza matendo mema. Sawa, wanawachuoni wameafikiana, anasema hivyo yeye. Lakini hii ittifaqi hii si yeye pekee yake alitaja, miongoni mwa waliotaja vile vile al-Mulla Ali al-Qari amesema maneno kama haya. Mulla Ali al-Qari bin Sultan Muhammad al-Harawi mwenye kitabu kinachoitwa al-Mishkat ametaja, au sharhi ya Mishkat ametaja kwamba wanawachuoni wameafikiana juu ya kufaa kufanyia kazi hadithi dhaifu, lakini ittifaqi hii imevunjwa kwa sababu ya kupatikana khilafu. Hakuna ittifaqi hiyo. Kuna baadhi ya wanawachuoni wanaona ya kwamba haifai kuifanyia kazi hadithi dhaifu mutlaqan, ni mamoja ni katika mambo ya fadhailul a'mal au mingineyo, haifai kutumia hadithi dhaifu. Wapo katika wanawachuoni walio na msimamo huo, na haya ameyataja al-Hafidh as-Sakhawi katika kitabu chake Fathul Mughith, na hili ndilo ambalo hufahamika kupitia vitendo na amali aliyofanya al-Bukhari na Muslim. Na Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa na maneno makali kabisa kwa watu wenye kutumia hadithi dhaifa, akatoa kauli kali kama katika mukaddima wa sahihi yake alifanya, na wengineo katika wanawachuoni. Kwa hiyo kuna ambao kadhalika wanaona inafaa kutumia hadithi dhaifu katika fadhail al-a'mali, wako wenye msimamo huu, na katika ambao wanaona kwamba haifai kabisa mutlaqan, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani, na katika muasirin Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lakini kuna ambao wanaona kwamba yajuzu kuifanyia kazi hadithi dhaifu, lakini kama sharti. Haya masharti ni jambo muhimu sana, na hii ni kauli ya wengi katika wanawachuoni. Miongoni mwa masharti hayo, sharti la kwanza, alla yakuna dhaifu shadidan, isiwe hadithi hiyo dhaifu wake ni mkubwa sana. Hii ni faida kwamba hadithi iangaliwe, je, dhaifu yake ni shadid, taangaliwe pale. Kama dhaifuhu shadid, haitafaa mutlaqan, si katika aqaid wala katika ibadat wala katika fadhail, haitafaa kuifanyia kazi hadithi dhaifu. Jambo la pili, anatakiwa yani iwe hadithi yandariju tahta aslin am, inaingia chini ya msingi uliokuwa msingi wenye kuenea, kwa maana hadithi hii inaafikiana na baadhi ya misingi ya dini, isiyo imeleta msingi mpya, jambo jipya kabisa ambalo halipo. Hii ni sharti la pili. Sharti ya tatu, alla yu'taqada thubutuhu 'inda al-'amal bih, pasitakidiwa kuthibiti kwake wakati wa kuifanyia kazi. Lakini miongoni mwa masharti hayo mengine ni lazima uilete kwa sigha ya tamridh na ubainishe udhaifu wake. Usiseme qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sema imepokewa, kumepokewa, yurwa au yuqalu au yudhkaru, hutajwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu ubainisha kwamba hadithi ile ni dhaifu. Usijisemee tu. Haya ni masharti wanawachuoni wanayataja haya. Kisha anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika utangulizi wake, baada ya kutaja hadithi hizo na kuwataja hao, anasema wa ma'a hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadith, pamoja na haya hakukuwa kutegemea kwangu juu ya hadithi hii, bal ala qawlihi sallallahu alayhi wasallam fi al-ahadith as-sahiha, bali kutegemea kwangu ni juu ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi zilizo sahihi, liyuballighi ash-shahidu minkum al-ghaiba, na afikishe aliyekuwepo miongoni mwenu nyinyi kumfikishia asiyekuwepo. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, nadhara Allahu ra'an, amtie nuru Allah mtu ambaye sami'a maqalati, amesikia maneno yangu, amnawirishe Allah mtu ambaye amesikia maneno yangu, fawaaha, akayahifadhi,
faaddaha akayafikisha kama sami'aha kama alivyosikia hadithi hii akhrajahu Abu Dauda wa ghayruhu rahmatullahi ta'ala alayhim kwa hiyo katika maegemeo aliyoegemea ni hadithi hizi alizozitaja thumma min alulama'i man jamaa al-40 fi usul ad-din kisha wako katika maulama waliokusanya hadithi 40 katika misingi ya dini thumma min alulama'i man jamaa al-40 fi usul ad-din wa ba'dhum fi al-furu'i akisema fi usul ad-din anakusudia al-aqaid misingi ya dini anakusudia itikadi wa ba'dhum fi al-furu'i na baadhi yao wamekusanya katika tanzu yani katika ahkam mambo ya ibadat na muamalat wa ba'dhum fi al-jihad wa ba'dhum fi az-zuhd na baadhi yao katika jihadi na baadhi yao katika zuhdi anaendelea wa ba'dhum fi al-adab na baadhi yao katika adab wa ba'dhum fi al-khutab na baadhi yao katika khutba wa kulluha maqasid salihatun na yote hayo ni makusudio mazuri radiyallahu an qasidiha Allah amridhie yule mwenye kuyakusudia hayo katika waalifu wa qad ra'aytu jam'a 40 na nimeonelea mimi kukusanya hadithi 40 ahamma min hadha kullihi zilizokuwa muhimu zaidi kuliko hivi vyote wa hiya 40 hadithan nazo ni hadithi 40 mushtamilatun ala jami'i dhalik zenye kukusanya yote hayo milango yote hiyo milango ya aqaid ahkam na ibadat na muamalat masala ya zuhdi masala ya jihad adab na mingineyo yote haya nimekusanya kwenye kitabu changu wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azima min qawa'id ad-din na kila hadithi katika hadithi hizo ni qaida ni msingi mkubwa miongoni mwa misingi ya dini وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه na wamezisifia wanawachuoni kwamba mzunguko wa Uislamu uko juu yake juu ya hadithi hizo falyu'adhdhil mu'adhdhin naam malizie mukaddima wa kitabu hiki asema wa kullu hadithin minha na kila hadithi moja katika au miongoni mwa hadithi hizo qa'idatun 'azimatun ni qaida kubwa msingi mkubwa min qawaid ad-din katika misingi ya dini waqad wasafahu al-ulama na wamezisifu wanawachuoni ni baadhi ya hadithi bi anna madara al-islam alayhi kwamba mzunguko wa Uislamu uko juu yake kwa maana hadithi hizo Uislamu kuna baadhi ya hadithi Uislamu unazunguka juu yake kama ni madari ya Uislamu kama al-Imam Abu al-Hasan Tahir bin Mufawwiz al-Ma'afiri al-Ishbili al-Andalusi rahimahullah ta'ala anaeleza kama ilivyonukuliwa na Abu al-Abbas al-Qurtubi katika kitabu al-Mufhim kwamba umdatu ad-din indana kalimatun umdatu ad-din indana kalimatun arba'u min kalami khayr al-bariyah ittaqi ash-shubuhat wazhad wad'ama laysa ya'nika wa'malan biniyah bitimbil za Abu al-Hasan Tahir bin Mufawwiz al-Ishbili المعافري أو المعافري الإشبيلي الأندلسي رحمه الله تعالى إثباتي أمزنكوه الإمام أبو العباس القرطبي كتك كتاب المفهم أمام شرح صحيح مسلم سبحانه أبو العباس أبو عبد الله القرطبي أبو العباس المفهم أبو عبد الله أنا تفسير القرطبي أو نطبيل تفوت فسامنكوه أبو العباس منينها يا أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري الإشبيلي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه kwamba عمدة الدين عندنا msingi nguzo ya dini kwetu sisi kalimatun arba'a ni maneno manne min kalami khairil bariyah yatokanayo na maneno ya mbora wa viumbe maneno ya kwanza ittaqi shubuhat ile hadithi ile ya ittaqi shubuhat hadithi ya Nu'man bin Bashir yasema innal halala bayyin wa innal harama bayyin hadithi ile wazhad izhad fi dunya yuhibbaka Allah hadithi ile ya pili
ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث ya tatu. وعملن بنية إنما الأعمال بالنيات. Kwa msingi dini inazunguka katika nguzo hizi nne. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. maneno ya nani? Ya al-Imam Abu al-Hasan طاهر بن مفوز المعافري الإشبيلي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه. kisha anasema kwa hiyo hizo ni mzunguko wa dini, mzunguko wa Uislamu, au huwa nisfu Islam, au kuna hadithi zimeitwa kwamba hizo ni nusu ya Uislamu, au thuluthu, au nyingine zimeitwa ni thuluthi ya Uislamu, au nahu dhalik, au mfano wa hayo. Tutaona hizo hadithi insha Allah. thumma altazimu fi hadhihi al-40 manhaji yake sana kuna nayo. Asema kisha nitajilazimisha katika hizi hadithi 40 antakuna sahihatan, kuwa ni hadithi sahihi, wa mu'dhamuha fi sahihi al-Bukhari wa Muslim, na sehemu kubwa yake zile zinatokana kwenye sahihi al-Bukhari na Muslim. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amelazimiana na msingi huu wa kutaja hadithi sahihi, lakini baadhi ya hadithi alizozitaja ni sahihi kwake yeye, lakini baadhi ya wanawachuoni wamekhalifu juu ya tashihi yake, nazo ni hadithi chache sana, hazizidi hadithi 5 amezitaja humu, ambazo baadhi ya wanawachuoni wanaona kwamba hazikuthibiti. Kwa maana almutahaqqaq mina katika hizo ni hadithi 2 na hadithi 3 katika hizo 5 ndizo ambazo zina kuna nizaa ambayo ni qawi juu ya usahihi wake na udhaifu wake. Asema wa adhkuruha mahdhufatan asanidi, nitazitaja hizo hadithi hali ya kuwa ni zenye kuondoshwa asanidi. Nitazitaja hizo hadithi hali ya kuwa zenye kuondoshwa asanidi, hata taja isnadi. Limadha? Liyashula hifdhuha, ili papati kuwa wepesi katika kuhifadhiwa kwake, wa ya umma lintifa'u biha, na ili papati kuenea kule kunufaika kwazo watu, ile manufaa yake yaenee kwa watu insha Allah ta'ala. kwa sababu sigharul hajmi na qillatul alfaz mimma yu'inu ala madha, mimma yu'inu ala alhifdh, katika vitu vinavyosaidia kuhifadhi mambo ni sigharul hajmi, udogo wa juta la kitu, kama ni kitabu kidogo, lakini vile vile qillatul alfaz inasaidia juu ya alhifdh. thumma utbi'uha bibab fi dhabt khafi alfadhiha, kisha nitazifuatishia kwa mlango ambao au kwa mlango katika kudhibiti yaliyojificha katika matamko yake. Kwa maana kwamba atataja hadithi, akishamaliza kutaja hadithi mara nyingine hutaja na maneno mageni pale akayafafanua, kwa sababu kuna watu hawaelewi. Wayambaghi likulli raghibin fil akhirah, na kunatakikana kwa kila anayetaka akhirah, na kunatakikana kwa kila anayetaka akhirah, mwenye pupa na akhirah. Raghib kwa maana mwenye pupa, haris. Wayambaghi likulli raghibin fil akhirah, na kunatakikana kwa kila mwenye kupupia akhirah, an ya'rifa hadhihi al-ahaditha, kuzijua hadithi hizi, kwa maana yahfadha hadhihi al-40 wa yafahamaha, kuzihifadhi hizi hadithi 40 na kuzifahamu na kuyasoma yaliyoandikwa, hasa yaliyoshereheshwa na wanavyuoni kama al-Hafidh ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jitahidi usome ufahamu limashtamalat alayhi min al-muhimmat, kwa sababu ya yale ambayo imekusanya juu yake katika mambo muhimu. Hadithi hizi zimekusanya mambo muhimu. Lima, kwa sababu ya yale ambayo ishtamalat alayhi, zimekusanya juu yake min al-muhimmat, katika mambo yaliyo muhimu. Wahtawat alayhi min at-tanbih ala jami' at-ta'at, na zikakusanya juu yake katika kutanabahisha taa zote. Wadhālika, na hilo dhahirun liman tadabbarahu, liko dhahiri, liko wazi kwa mwenye kulizingatia. Ukikizingatia kitabu hiki utayaona hayo yako wazi kabisa. Wa ala Allahi i'timadi,
na kwa Allah peke yake ndio mategemeo yangu. Taqdimu al-jari wal majrur ala mutaallaqihi wa taqdimu al-ma'mul ala amilihi yufidu al-hasr wa ala Allah i'timadi, ilikuwa sema wa i'timadi ala Allah, lakini kama jari na majrur kwa sababu ya hasri. Hakuna mahali pa kutegemea mimi isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ilayhi tafwidhi wa isnadi, na kwake yeye ndiyo kuegemeza mambo yangu na kutegemea kwangu. Walahu alhamdu wan ni'ma, na ni zake sifa njema zote na neema zake na neema zote. Wabihi tawfiqu, na kwa sababu yake kuna kuwafikishwa kwa lilo la sawa. Wal isma, na kwa sababu yake kuna kukingwa na madhambi, kukingwa na mabaya. Yote yanapatikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwafanyia waja wake. Haya, tutafika mpaka dakika 10 au 15 katika darasa yetu ya leo. Iqra الحديث الأول.